Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi chao, ambapo wanarudi kwa mara nyingine tena katika ligi kuu ya soka Tanzania bara kuendeleza kile kinachoitwa mapambano, kuhakikisha kwamba wanakwenda kutoa mataji yote ambayo waliweza kuchukua katika msimu uliopita. Unafahamu kwamba ligi kuu ya soka Tanzania bara inarejea wiki hii, ambapo utakwenda kushuhudia Young Africans wakidondoka pale katika uwanja wa KMC Complex kwenda kuvaana na wenyeji wao ambao ni KMC katika mzunguko mwingine wa ligi kuu ya soka Tanzania bara katika ratiba ya Young Africans katika mwezi huu. Sasa mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimekwenda kuweza kutangazwa na kocha mpya wa kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ambaye amekwenda kuchukua mikoba ya kocha Romain Folz, ambaye aliweza kutimuliwa katika kipindi hiko cha nyuma na timu kubaki katika mikono ya kocha msaidizi. Sasa kocha mkuu anaanza rasmi kazi yake ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Tutakwenda kuona soka kubwa ambalo yuko nalo Mreno huyo ambaye anatua kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo tayari kila kitu anakisimamia yeye. Hadi kikosi amekwenda kukitangaza yeye, tutakwenda kujua ni nani na nani ambaye amepata nafasi ya kuanza katika kikosi hiki cha mwalimu mpya kwenye kikosi cha Yanga. Ila kabla tujiendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Yanga unafahamu ya kwamba kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanarudi kwa kishindo katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Unafahamu ya kwamba walipata ushindi katika mchezo uliopita na wanajitahidi kuhakikisha kwamba wanasogea vizuri kabisa kwenye msimamo wa juu zaidi katika ligi kuu. Sasa tuende kutizama kikosi hicho bila kupoteza wakati, ambapo golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, akifanya mwendelezo kuhakikisha kwamba nyavu zinakwenda kulindwa ipasavyo kabisa, kuhakikisha kwamba kile ambacho kilichopo kinapatikana, yani alama 3. Unafahamu ya kwamba ni jambo la muhimu na ndio wanacho kihitaji wananchi mbele ya KMC, ambapo utakwenda kushuhudia game hiyo ikienda kupigwa pale KMC Complex, ambapo Diarra atakuwa langoni. Huku beki namba 2 atakuwepo Israel Patrick Mwenda. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri toka alipoweza kufika msimu mpya, ameanza vizuri. Ana kazi kubwa tu kuhakikisha kwamba anapandisha mashambulizi, kurudi kukaba katika nafasi yake vyema kabisa, kuwadhibiti wapinzani. Ndio kazi kubwa ambayo mwalimu ameweza kumpatia Israel Patrick Mwenda, kuhakikisha kwamba upande wake hui sababu ya wao kukosa ushindi katika mchezo huo. Huku beki namba 3 anasimama Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior. Unafahamu kazi kubwa, shughuli ambayo ameendelea kuweza kuifanya mpaka sasa. Tayari ana bao ambalo ameweza kulifunga toka alipoweza kujiunga na kikosi cha wananchi Young Africans. Kwa hiyo rekodi zinaendelea kuweza kuandikwa kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo hilo utakwenda kulishuhudia katika mchezo huu dhidi ya KMC, ambapo namba 3 atakuwepo Zimbwe Junior, huku namba 4 atasimama Ibrahim Hamadi Baka.
kumrazi, ambapo namba 4 atasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Bakari Nondo Mwamnyeto, akiweza kusimama kama beki namba 4 katika mchezo huu kwa ripoti ya mwalimu, huku namba 5 anasimama Dickson Job. Unafahamu shughuli yake, yani ni makapteni ambao ndio wanaosimama katika eneo la katikati. Nazungumzia kapteni mkuu Bakari Nondo Mwamnyeto na kapteni msaidizi anazungumzia Dickson Job. Kwa hiyo wote hao watakwenda kushuhudia, huku unazungumzia namba 6 atasimama si mwingine bali ni Duke Abuya. Mwalimu ameendelea kuweza kuamini kile ambacho yuko nacho Duke Abuya, na ameendelea kuweza kudhihirisha yale ambayo ameendelea kuweza kuyafanya katika michezo iliyopita, na mwalimu ameweza kunufaika nalo. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya hapa. Nazungumzia Duke Abuya, huku unazungumzia namba 7 atasimama Maxim Pia Nzingeli. Wafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu ambao wanapigana kweli kweli. Ukiweza kushuhudia namna ambavyo amekuwa ni msaada mkubwa kweli kweli katika eneo la namba 7, na amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wana utulivu mkubwa hususan kwenye kutengeneza nafasi, lakini pia sambamba na hilo utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao yuko nao kwa sasa. Huku namba 8 anasimama si mwingine bali ni Mudathir Yahya. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha Yanga, ambapo unafahamu Mudathir Yahya ni moja kati ya viungo ambao wanajua kukata umeme, wanajua kufanya shughuli yao, kuharibu mipango, lakini pia kutengeneza nafasi, na wakati mwingine upenda kuzitumia hata yeye mwenyewe kuweza kuandika mabao. Kwa hiyo huenda simu zikaita katika mchezo huo. Lakini tunazungumzia namba 9 simama si mwingine bali ni Andy Boyeli. Mwamba huyo amepata nafasi ya kuweza kuanza katika kikosi cha mwalimu mpya, ambapo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inayokwenda kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo namba 9 atakuwepo Andy Boyeli kuhakikisha kwamba nyavu zinakwenda kutikiswa kwa namna yoyote ile ili kuweza kupata ushindi. Huku unazungumzia namba 10 atasimama si mwingine bali ni Mamadou Doumbia. Hapa nazungumzia Mohamed Doumbia, miongoni mwa watu ambao wanapiga kazi sana kweli kweli katika eneo hili la namba 10. Ameendelea kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Huku namba 11 anasimama si mwingine bali ni Profesa wa Boli. Hapa nazungumzia Pacome Zouzoua, akiendeleza makali yake, namna ambavyo ameendelea kuweza kuhakikisha kwamba anaonyesha ubora mkubwa ambao yuko nao. Kwa hiyo kazi kubwa utakayokwenda kushuhudia ni hiyo ambayo itakuwepo, na ambao watakosekana katika mchezo huu ni Clement Mzinze. Unafahamu pia alipata majeraha na akafanyiwa upasuaji, kwa hiyo naye atakuwa nje kwa muda kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo atakosekana katika mchezo huu mkubwa dhidi ya KMC katika kuzisaka alama 3 muhimu za kuhakikisha kwamba Young Africans wanarudi kileleni mwa ligi kuu ya soka Tanzania bara mapema kabisa, kabla mambo hayajawa mengi huko, ligi haijawa ngumu zaidi. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana